I will not allow myself to politicize Mrima. Kwa sasa mgogoro wa mlima Mrima umeingia hatua nyeti sana, ambapo kuna shuhudiwa mvutano mkali kati ya wakazi wa eneo hilo, viongozi wa kaunti ya Kwale na serikali kuu. Lakini kwanza tuwezi kujua, je, historia ya Mrima ilikuwaje? Kwa miaka mingi, mlima Mrima umekuwa eneo takatifu kwa jamii zinazoishi karibu nao, hasa jamii ya Wadigo. Ni mahali pa ibada za jadi, urithi wa mababu, kilimo na vyanzo vya maisha kwa wakazi wa eneo hilo. Hata hivyo, tafiti za kijiolojia zinaonyesha kuwa mlima huo una madini adimu na niobimu yanayotumika kutengeneza simu za kisasa, magari ya umeme, mitambo ya nishati mbadala pamoja na vifaa vya viwandani na kijeshi. Inakadiriwa kuwa madini hayo yana thamani ya trilioni 8 pesa ya Kenya, kufanya kuwa miongoni mwa maeneo yenye madini yenye thamani kubwa barani Afrika. Ugunduzi huo umevutia mataifa makubwa duniani, yakiwemo yale yenye maslahi kutoka Marekani na China. Serikali ya Kenya imeutaja mlima Mrima kama rasilimali ya kimkakati kwa taifa, ikisema uchimbaji wa madini unaweza kuleta ajira, mapato kwa nchi na kuiweka Kenya katika ramani ya kimataifa ya madini muhimu. Hata hivyo, mchakato huo haujakosa changamoto. Mnamo mwaka wa 2013, leseni ya uchimbaji iliyokuwa imetolewa kwa kampuni ya kigeni ilifutwa kufuatia malalamiko ya ukiukaji wa taratibu na mazingira na ukosefu wa ushirikishwaji wa wananchi. Mgogoro huo ulipelekwa kwenye mahakama ya kimataifa, ambapo Kenya ilishinda kesi hiyo, lakini hali hiyo iliacha maswali na mashaka miongoni mwa wananchi. Sasa serikali inapotangaza nia ya kufufua mpango wa uchimbaji madini katika mlima Mrima, wasiwasi umeongezeka miongoni mwa viongozi na wakazi wa kaunti ya Kwale. Viongozi wa kaunti wanasema hawakushirikishwa ipasavyo katika maamuzi muhimu, huku wakazi wakihofia kupoteza ardhi yao, kuharibiwa kwa mazingira na kuvunjwa kwa maeneo ya kitamaduni na kiroho. Wanaharakati wa mazingira wanaonya kuwa uchimbaji wa madini adimu unaweza kusababisha ukataji wa miti, uchafuzi wa maji na athari za kudumu kwa mazingira endapo hautasimamiwa kwa umakini. Wakazi pia wanahofu kuwa, kama ilivyoshuhudiwa katika miradi mingine ya uchimbaji nchini, faida kubwa itaenda kwa wawekezaji na serikali kuu, huku jamii za wenyeji zikibaki bila manufaa ya moja kwa moja. Kwa upande wake, Wizara ya Madini na Uchumi wa Baharini inayoongozwa na Waziri Ali Hassan Joho imesisitiza kuwa mchakato wote wa uchimbaji utafanywa kwa wazi, kwa kuzingatia sheria za misingi na kwa kushirikishwa jamii husika. Lakini maswali yaliyoko kwenye wakazi ni kwamba, nani anamiliki rasilimali, nani anafanya maamuzi na nani atanufaika mwishowe? Kadri Kenya inavyojaribu kusawazisha maendeleo ya kiuchumi na ulinzi wa mazingira pamoja na heshima ya utamaduni wa jamii, mlima Mrima umegeuka kuwa jaribio la haki, uongozi na imani kati ya serikali na wananchi. Hayo ndiyo ambayo tumeweza kuandalia hapa ndani ya Africa Daily Connect TV. Swali ambalo lipo kwa sasa, je, unahisi kwamba mlima Mrima utanufaisha wakazi wa eneo la Mrima ama itakuwaje? Ongea nasi kupitia kwenye comment section uweze kutuelezea. Mimi naitwa Marando Kazungu.